yetu thabiti, matendo huangaza, mioyo hujawa nuru, imani huchochea matendo, maombi huleta matokeo, maombi huleta matokeo, maombi huleta matokeo, imani huchochea matendo. Safari ya ajabu twatembea kwa imani, maombini mwanga yatufunulia njia, matendo ni ushuhuda wa moyo ulio hai, imani huchochea matendo, maombi huleta matokeo, maombi huleta matokeo, maombi huleta matokeo, imani huchochea matendo, maombi huleta matokeo, maombi huleta matokeo, maombi huleta matokeo, imani huchochea matendo. Maombi huleta matokeo, maombi huleta matokeo, maombi huleta matokeo, imani huchochea matendo, maombi huleta matokeo, maombi huleta matokeo, maombi huleta matokeo, imani huchochea matendo, imani huchochea matendo. Nataka mnitazame wote, maana naongea na nyie, naongea na watu wengine. Nataka nikwambie kitu ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako milele. Kuna mishonari mmoja ambaye alienda kuhubiri mahali kule Amerika ya Kusini. Wakati sitaki kutaja sana majina ya makanisa ya watu, lakini mnalielewa hili na kwenda kulisema. Lile kanisa tajiri kuliko yote duniani. Nilipojua huyu mishonari anahubiri, wakasema hatutaki awaambie watu habari njema ya wokovu, tunataka huyu mishonari afe. Wakamdanganya mishonari, wakamwambia pitia njia hii. Ile njia ambayo aliongozwa kupitia mishonari huyu ina simba. Mishonari anasema alipoingia kwenye lile pori, akaanza kusikia simba wananguruma nyuma yake na wengine wananguruma upande huu. Kwa hiyo ukiamua kurudi utakutana nao. Tuko sawa? Ukiamua kwenda, anasema ndipo nikaanza kukariri Zaburi ya 23. Haleluya. Anasema wakati na kariri Zaburi ya 23, anasema nikasonga mbele. Anasema ndipo nikaona simba wakiwa wanavuka barabara
Anasema na simba mmoja aliponiona akasimama. Anasema nikawaza kurudi nyuma, lakini nasema nikapita nikiwa na kariri maneno yafuatayo: nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, wewe uko pamoja nami. Anasema ndipo nikaona napita katikati ya simba na hakunigusa. Dokta mmoja ambaye ni Dr. Murphy anamnukuu huyu missionary, anasema hapo ndipo jua nguvu ya Zaburi ya 23. Na mimi leo nakupa siri ya Zaburi ya 23, si ya kawaida. Haleluya. Fungua sasa tuanze kuidadavua Zaburi 23. Ukifika hapo sema amina. Hebu nipate msomaji ambaye anaweza akasoma kwa sauti kwa Kiswahili cha kizamani. Mumsikilize vizuri Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Stop. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sikiliza Kiswahili cha kisasa kinasemaje ili tulinganishe. Mwenyezi Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hapo hakuna tofauti kubwa. Kweli si kweli? Haya, endelea fungu la pili. Katika malisho ya majani mabichi unilaza. Kando ya maji ya utulivu uniongoza. Achia hapo. Anasema hunipumzisha kwenye malisho mabichi, huniongoza kando ya maji matulivu. Fungu la tatu. Unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Sikiliza huku. Na kuirudishia nafsi yangu nguvu mpya. Viko sawa hapo? Hakuna. Anasema nafsi yangu inarudishiwa nguvu ya namna gani? Mpya. Anasema hivi: huniongoza katika njia sawa na hisani yake. Nitaidadavua baadaye. Endelea ndugu yangu. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Sikiliza, endelea. Kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Sikiliza fungu la 4. Nijapopita katika bonde la giza kuu, sitaogopa hatari yoyote. Haleluya. Anasema maana wewe Mwenyezi Mungu upo pamoja nao, gongo lako na fimbo yako vyanilinda. Endelea kidogo bwana. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Umeniandalia karamu mbele ya adui zangu. Yaani Mungu anakuandalia sherehe mbele ya wale ambao walikuwa wanakuzonda vidole. Ila hataolewa huyo, tutaona kama anafunga ndoa. Mungu anakuambia wakati unalishwa keki watakuwa wamekaa viti vya mbele. Haleluya. Tuone kama atavuna mahindi. Mungu anasema katika wachache watakaopata mwaka huu ni wewe. Na huyu anayesema hilo ndiye ambaye mkokoteni wake utaukodisha kubeba mahindi. Haleluya. Endelea kidogo. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Anasema kweli wema na fadhili zako zitakuwa pamoja nami siku zote za maisha yangu. Endelea. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Nami nitakaa nyumbani mwa Mwenyezi Mungu milele. Sasa unisikilize nikuelekeze hii Zaburi inavyofanya kazi. Wanaochambua Zaburi wengine wakaanza kusema hii iliandikwa wakati Daudi anachunga kondoo. Wakasema hivi, wanasema huyu jamaa ana tabia fulani, wakati anachunga kondoo alikuwa na tabia ya kushika kinubi chake alafu anatunga mashairi anaimba. Na wanasema tabia yake ya kutunga mashairi, alikuwa anatunga mashairi kutokana na mazingira na mambo yaliyomkuta. Tuko sawa? Mimi nawaambia hivi, hapana. Zaburi ya 23 Daudi hakuitunga akiwa yuko porini, akiwa anachunga kondoo, kwa sababu wakati anachunga kondoo alikuwa ni kijana mdogo. Lakini hii Zaburi ukiisoma vizuri utagundua imetungwa na mtu mzima.
Anaweka wazi kabisa, anasema umeandaa meza mbele machoni pa watesi wako. Kwa hiyo ni mtu ambaye amepigana vita na waliomzomea wameshindwa. Kwa hiyo karamu imeandaliwa akiwa amekaa. Anaonekana ni mtu mzima huyu. Anaonekana hii zaburi ameiandika akiwa tayari ameshinda vita nyingi sana. Lakini hebu tuangalie ni mazingira gani aliimba hii zaburi, na wewe uitumie kwenye mazingira gani hii zaburi ili utoke katika changamoto zako. Haleluya. Unaweza ukasema, mchungaji, kwani zaburi hizi zinaweza kutumika katika maisha kila siku? Ndio. Biblia inasema neno la Mungu likali tena lina nguvu kuliko upanga wote unaokata namna gani? Kuwili. Anasema linaweza kuingia ndani kabisa na kugawanya nafsi na mafuta, tena ni jepesi kuyatambua mawazo ya moyo. Kwa kumbe hili neno lina uhai. Haleluya. Kumbe hili neno linaweza kuponya magonjwa. Kumbe hili neno linaweza kusambaratisha adui zako. Hili neno, Daudi aliandika zaburi hii akiwa kwenye wakati mgumu sana, mzito, huenda kuliko wa kwako. Ukitaka uijue zaburi ya 23, lazima kwa muda wako upitie zaburi ya 22. Nitazame vizuri. Ukitaka ujue kwa nini Mbaga leo anaongea hivi, lazima uwe unamfahamu akiwa mdogo. Mama mchungaji huyu ananifahamu nikiwa mdogo. Msimuone hivi, ananifahamu vizuri kabisa. Ananifahamu wakati mimi ni mwanafunzi nauza vitabu pati time. Vitabu vyetu hivi. Sikiliza. Ukimwona tu mtu kawaida hivi, unamuona mtu anatembea barabarani, unamuona mambo yake yako vizuri, kama hujui alikotoka, huwezi kumuelewa hata akiongea. Mkiniambia habari ya kula ugali na nyanya, nimewahi. Mkiniambia habari ya kula ugali na robo kikombe cha maziwa mtindi, nimewahi. Ukiniambia maziwa mtindi ni makali, nimewahi kula maziwa mtindi makali ambayo inabidi uongezeka chumvi ili upunguze ukali wake. Ukisema habari ya kulala maeneo magumu, nimelala maeneo magumu kabisa, ambako watu waliniheshimu mno, wakanipa kitanda kizuri kabisa cha heshima chenye ngozi ya ng'ombe, na dirisha limefungwa na nguo kuukuu. Sasa man, hapo ndipo umepishwa, umeheshimiwa. Wewe bwana, tunakuheshimu sana, wewe utalala hapo. Ukitaka umjue Daudi, ukimuona anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, lazima ujue historia yake. Nisikie hapa. Daudi anatokea kwenye familia ambayo akiwa mdogo baba yake alikuwa na maswali ya kwamba huyu ni mwanangu au nimebambikiwa. Na ukweli uko hivi, anayemjua baba wa mtoto ni mama. Mwisho wa kunukuu. Sisi wazee tunaambiwa tu mwanao huyu. Unasema sawa mama. Na Waswahili wanasema ukiona mama anarudia mara kwa mara kila saa, huyu baba yake kabisa, anarudia mara kwa mara, anataka kukazia mkazo kwa wakwako huyu. Msimwone Daudi anataja kwenye zaburi zake, anaandika, anasema mama yangu alichukua mimba hatiani. Umeelewa? Wewe ni mtu mzima, usitafute kutafuniwa. Nikana kwamba nataka kusema kuna utata mkubwa ya kwamba mimi ni wa Yese au sio. Hapa anaongea na mtu ambaye anatokea familia ambayo inamnyanyasa. Daudi alinyanyaswa. Ndio maana mpaka mzee Yese anaulizwa wanao wako wapi, anasema wako hapa, akataja listi tap. Maana anasema hawa na uhakika nao, maana nikiwatazama hata mwanya wanao kama wa kwangu. Ila anaulizwa na Samueli, anambia huna mwingine kabisa, maana kila anayekuja Samueli akijaribu kuweka mafuta anaambiwa sio mzee, ndio wanao wote hawa. Mwisho anasema kuna kamoja hata ikusema siri kwamba tangu kazaliwe na mgogoro na mama yake hapa, tuelewane.
Anasema kako wapi kenyewe? Anasema kenyewe kanachunga kondoo kako huko. Samueli anasema hata kaa mtu kula chakula mpaka kenyewe kafike. Umenielewa? Na kanaitwa kule, kanaambiwa unaitwa. Kanawaza, kanasema nimekosa nini? Maana nimezoea huwa mimi nikiitwa ni kesi na viboko. Kanaambiwa hapana, hujakosea kitu. Nabii amekuja na kuhitaji. Sasa nimekosea nini leo? Maana hata kaa nyumbani haiwezekani, inabidi ili kasipigwe mama inabidi atoe maoni kwa mzee. Mzee, unaonaje huyu mtoto awe anachunga kondoo wapi? Porini huko. Hamjawahi kuona watoto ambao wanaambiwa sasa baba, unaonaje aende kwa mjomba wake huko Arusha akakae huko? Ni kwamba mama amesoma mazingira, anasema akakataumia. Maana pakitokea kosa lolote, hata kama hakahusiki, mzee anasema najua aliyekula mboga ni Daudi. Ninaongea na mtu ambaye ametokea mazingira ya kunyanyaswa kule kazini, hakuna kizuri kinachoonekana. Wewe ndiye naongea na wewe. Kama umepitia mazingira kama haya, Daudi ni rafiki yako. Nenda kamuulize Daudi, ulikakaje? Ulitoboaje? Kanakuja paka pale, kanaambiwa sasa umeitwa. Naangalia tu kwa macho ya kibinadamu. Namuona mzee Yese akiwa amenuna kabisa kwamba huyu nabii naye wa design gani? Anataka nikalete haka katoto akastaki. Wanangu si ndio hawa wote hao? Yese anatoa mafuta yake, hata kuweka mafuta sasa. Yaani huenda Samuel samani anatoa mafuta yake. Na huenda Yese moyoni anasema natamani Mungu aongee naye tena, mwambie sio huyu. Maana akina Shama, akina nani wote wamekataliwa na kakataliwe. Ndipo sauti ya Mungu inaongea ndani kabisa ndani. Inamwambia Samueli, usimtazame kwa umbo lake. Maana Samueli naye anakamgogoro ndani. Anamwambia Mungu, naona kana kwamba unasema nimwekee mafuta huyu, lakini nikimwangalia umbo lake halina hadhi ya kuwa mfalme. Anasema usimwangalie hivyo. Ndiye anatoa ile chupa yake, anamwaga yale mafuta. Anasema huyu ndiye mfalme. Alafu anamwambia mzee Yese, funga mdomo wake. Habari hii msiseme kwa mtu yoyote, maana mkisema mtamharibu mtoto kabla ya wakati wake. Funga mdomo, nyamaza. Bwana mdogo, rudi kwenye kondoo wako, kaendelee kufanya kazi. Naongea na wewe, namaanisha hivi, Mungu kabla hajakupatia kiti cha kukaa, anakupaka mafuta kwanza. Sijui kama inaingia akilini mwako hii. Unaweza ukasema, Mungu uliniahidi nitakuwa na ndoa nzuri, mbona imekuwa na mgogoro mpaka natamani kukimbia? Mungu anakuambia na kuahidi ndoa nzuri kabla hujaiona ndoa nzuri. Kaa hapo kwanza. Endelea kuchunga kondoo kwanza kabla hujachunga watu. Haleluya. Mungu, mbona huyu mume amekuwa kikwazo mpaka ananipiga mikwara kanisani siendi? Anakwambia tulia, nina mpango wa kupatia baraka kubwa, lakini kabla sijakupatia lazima nikupitishe kwenye zoezi la mume mgumu. Mnajua kuna ndume zinapewa saluti nyumbani kama askari jeshi. Najua wanaume wanaweza wakataza mchungaji, kwani ni sisi tu? Kuna wamama wakorofi. Biblia inasema heri ulale kwenye pembe ya nyumba na ule mkate mkavu kuliko ukae na mwanamke mkorofi. Wamama wakiamua kufurukuta humo ndani, hapa kaliki. Ukijaribu kupumua upande huu anakuambia nalo jambo lile tena. Ukijaribu kugeukia huko angalau pumua, anakuambia pumua, ukimaliza rudi, swali langu liko pale. Unaamua kwamba awamu hii nitaingia nyumbani saa 7 usiku amelala. Ile unaingia saa 7 usiku unafikiria amelala, ile tunaingia ndani tu kwenye shuka unataka tukulala nakwambia umekuja tuanze yale maongezi yetu. Mpaka unamuuliza Mungu, hivi ni kitu gani? Mungu anakuambia gangamara hapo. Sikia, Daudi ni design ya mtu ambaye kila kona alikuwa anawindwa, kila kona akienda huko anawindwa, akienda huko anawindwa, amepakwa mafuta. Na sikiliza nikwambie, jinsi unavyoona vita vinakuja katika maisha yako kwa wingi, ujue kiwango cha mafuta ni kikubwa kwako.
Inaingia akilini vizuri, lakini ukiona vita imekuwa ni kubwa, jua kiwango cha mafuta pia ni nini? Ni kikubwa. Maana huyu bwana anayesema Bwana ndiye mchungaji wangu, ndiye ambaye wakati anapiga vinubi, askari wanafanya mazoezi ya kijeshi, wako porini, wakasikia. Huenda askari mwenzao, nimesema askari mwenzao, huenda akapandisha majini akiwa huko, wakasema tutamsaidiaje? Wakasikia huko kinubi kinapigwa, pepo wakatulia, wakasema aka kajamaa kana roho wa Mungu. Kusikia mfalme naye kule amepagawa na pepo wachafu, wakampa pendekezo, wakamwambia kuna kakijana huko, tukipata matatizo, tukishambuliwa na pepo wachafu, kanapiga nini? Kinubi. Kakipiga kinubi, pepo anatulia. Unaonaje tukalete kakusaidia? Asema lete. Kajamaa kanaletwa, mfalme anashambuliwa na pepo wachafu, kanapiga kinubi, pepo anatulia. Sijui mmenielewa vizuri. Vita inaibuka, kanarudishwa tena wapi? Kwenye kondoo. Kanakuja kanamuua Goliati, kanasikia stori nyingi. Kwani Goliati hauawi? Wanasikia tu stori, sijui ni mtu mkubwa sana, ametishia watu. Unajua Goliati hapa alikuwa na kilo 57 kwenye kinachomzuia hapa. Yaani ile nani lake lile, kilo 50 ngapi? 57. Kwenye mkuki wake kile kilibwasha cha juu kile tu, kile chenyewe kile, kama sijakosea ni kwenye kilo 6 point au kilo 7 point. Kwa hiyo akitaka kuue wewe, hana haja ya kukupiga. Anavua tu ile bamba lake hapa, anakushushia kichwani, maana ni mfuko wa simenti. Ndio maana kila mtu akimsikia Goliati anaingia kwenye hema lake, sema we, nani anayeenda hapa? Kajamaa kanauliza, kanasema mmetukana na huyu jamaa siku zote na hakuna anayesimama kumpiga. Anambia nani ampige? Asema mfalme naye amesemaje? Anasema mfalme naye ametulia namna hiyo, ila amesema atakayethubutu kumpiga huyu jamaa, cha kwanza kabisa anasamehewa kodi. Kajamaa akapuguswa na hiyo, maana nikachapa kazi, kodi sio tatizo. Sijui umenielewa? Kanasema cha pili kilichoahidiwa ni nini? Huenda kanivutia nikaamua kujitosa. Kanasema cha pili, mfalme amesema atakayemuua Goliati anaozeshwa binti yake. Anasema hiyo ndio point. Hiyo tumeelewana. Kanaenda kanamuua Goliati, wanawake wanaimba, wanasema Sauli ameua maelfu yake, lakini Daudi 10,000. Wivu wa mfalme unaibuka pale pale. Nisikilize, unapoendelea kufanikiwa ndipo wivu wa watu unaongezeka. Ukimsikia Daudi akisema Bwana ndiye mchungaji wangu, ni kana kwamba anakuambia sikukosea chochote, nilimsikiliza Mungu nikaamua kumua Goliati, ila nikajenga uadui na Sauli bila sababu, na ikabidi aozeshwe. Na Daudi mahari aliyolipa, ndugu yangu, sio ndogo. Nitaongea lugha kikubwa, mtanielewa. Mnitazame vizuri. Akaambiwa ni kweli tulikuahidi kabisa kwamba ukiwa Goliati unaoa, lakini kuna kazi nyingine atakiwa uifanye. Ili nijue mwanangu kweli ameolewa na mtu anayejua kupigana, nataka uende uwe wa Filisti, na kila utakayemuua umtahiri. Uniletee ishara hapa kwamba kweli ulimtahiri wewe mwenyewe. Mmenielewa? Lengo ilikuwa kwamba akienda kwenye ile vita afe. Maana akajua ili zoezi la kuua mtu, wakati umeshaua unamtahiri, wengine watakuua tu. Si ndio maana yake hiyo? Ndume ikaenda ikaua, ikawatahiri, ikamaliza, ikaleta ushahidi. Sasa kuna kingine cha kunibishia sasa. Siku moja Jonathan anampenda sana Daudi, akamwambia baba yangu nimemgundua na hasira kubwa, kuwa makini naye. Daudi yuko chini anapiga kinubi, wakati mzee amekamatwa na pepo wachafu. Amepiga kinubi, ile pepo amemtoka tu. Sauli anapata ufahamu, cha kwanza anakamata mkuki amuue Daudi. Umenielewa? Hasa kwa nikwambie, ile ndume ilikuwa na akili. Anapiga kinubi, hajakaa na kujiachia miguu yote amenyosha namna ya, hapana. Anapiga kinubi, mguu mmoja amekanyaga hapa, mwingine uko hivi. Akiambia Daudi, mbona hukai vizuri? Anasema hivi tunapiga vizuri, nikaa hivi ndo napiga vizuri. Kumbe anajua hii ndume inaweza ikaibuka saa yoyote ikanipiga mshale hapa.
Nisikilize, kinachokuponza wewe, watu wamekuumiza sana kwenye maisha yako. Walipokuja ukaanza kuwaamini, ukawachia moyo wako kwa 100% kama mwanzo. Ngoja nikwambie, kuwa mkweli kwenye maisha, acha unafiki. Kama mtu amekuumiza, mwambie straight, nimekusamehe, yamepita, lakini kuanzia leo nimejifunza na mipaka na wewe. Atanielewa vibaya, acha kuelewe vibaya. Haleluya. Ile jamaa naibuka tu, anasema nashika mkuki. Kumbe Daudi anapiga hivi, lakini amekaa namna hii, jicho lake moja liko upande, anaona jinsi mkuki unavyokamatwa, jamaa anavyounyanyua, naye kule anasema Daudi haelewi kinachoendelea. Ile ananyanyua, anajaribu kupiga hapa kwenye shingo hapa, mwanaume akabonyea namna hii, mkuki ukapita chap, ile umepita, ndume ikapita namna hii. Unajua ufupi una faida zake. Kuna maeneo watu warefu hawezi kubonyea, maana akibonyea sana umempata. Kajamaa kushop. Asa ngoja nikwambie hii. Jonathan alikuwa ni kipenzi cha Daudi. Mnamfahamu Jonathan? Rafiki yake akamwambia, najua baba yangu anakuchukia na sitaki ufe, na mimi nimejua ufalme umetolewa kwa baba yangu, umeletwa kwako. Sasa tufanye hivi, nataka ujifiche mahali, nitamchukua baba yangu, nitamleta mpaka hapa ulipo, mimi na yeye, na wewe umejificha hapo ndani, ndipo nitaanza kukusema vizuri. Ukisikia baba yangu ameongea maneno mabaya juu yako, jua hana nia nzuri na wewe, ondoka hapa. Nisikie. Unajua alifanya hivyo, akasikia yote. Lakini kumbuka, Jonathan na Daudi ni mtu na shemeji yake, si unajua alioa kwao. Mzee hakuchoka, akamwambia binti yake, wewe binti gani wewe, una nini na huyu mtoto wa Yese huyu? Anakupa nini huyu? Mimi ndiye baba yako mimi. Sasa sikiliza, ninakuomba usiku wa leo nitatuma askari uniruhusu wamuue mume wako. Akasema baba sawa. Binti akawaya akamwambia Daudi, sikiliza, usiku wa leo baba ametuma askari, wamezingira nje na ana mpango wa kukuua. Sasa naomba tufanye hivi, mimi nitafunika kitu kama wewe na kufunika blanketi vizuri, ila wewe nitakushusha usiku kwa usiku, ushukie dirishani utoroke. Kisha baba yangu akija na jeshi lake, nitamwambia Daudi ni mgonjwa, naye nikimwona amefurahia akaingia ndani mpaka chumbani, akinyanyua mkuki akipiga au panga, apige hii minguo niliyoitengeneza kama wewe, ila wewe upone. Usiku yule mwanamke akamshusha Daudi taratibu taratibu. Huyu mama akatengeneza kitu kama mtu akakifunika. Askari wa Sauli wakaja, yuko wapi huyo Daudi? Asema anaumwa, ana hali mbaya kabisa, yuko humo ndani. Yuko wapi? Yumo ndani. Na najua mama wakiamua kujikausha kwenye jambo lao, ndugu yangu, waone tu hivi hivi walivyo. Ingia. Asema leo, tena akasema leo Bwana amemtia adui yangu mikononi mwangu. Jamani, Bwana yupi huyo jamani? Nyanyua kisu kushusha. Ilikuwa ni nguo zimekusanya. Siwe mwanangu, umenidanganya kiasi hiki. Huyu mtu gani huyu? Ndio maana nilikuwa najiuliza maswali, kwa nini Daudi baada ya kushinda vita, Daudi alikuwa na wake wengi, si mnajua hiyo? Ameshinda vita, eti pamoja na wake wote aliokuwa nao, anauliza Mikali binti Sauli yuko wapi? Anaambiwa alishaolewa. Anasema hata kama huyo mwanaume aliyemuoa nyang'anya, niletee mke wangu. Na msije mkaona kwamba Daudi na Mikali walikuwa wanakaa vizuri. Ngoja nikwambie leo, wewe ambaye unasema mume wangu ni mkorofi, sijui nini, mke mkorofi, Daudi na Mikali walikuwa wanashindana kwenye ndoa yao, ila hawaachani. Ukitaka uelewe, angalia siku Daudi amecheza mpaka nguo ikadondoka. Mnakumbuka aliyemfokea ni nani? Kale kama kalikuwa tafu kuishi nako, kalikuwa tafu. Ndio kanamwambia Daudi, ona sasa umetia aibu mbele ya wajakazi wako. Kana ujasiri wa kufokea mfalme. Kale kama kale. Mpaka Mungu akakasirika, akakafunga tumbo.
Akasema haka kakiendelea kuzaa matatizo haka, na kalaani kasizae tena. Daudi anapokuambia Bwana ndiye mchungaji wangu, ni kana kwamba anakuambia nilifikia kiwango mpaka nikaona ninakufa. Zaburi ya 22 inasema Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umefanya nini? Hunielewi? Naomba uniangalie vizuri, macho yangu utanielewa. Umewahi kupitia changamoto kiasi kwamba unaomba maombi yanaisha? Yaani maneno yanaisha yote, unafikia tu sije unasema Mungu, nilichokukosea ni nini umegoma kusamehe? Na unasikia Mungu amenyamaza kimya, hajibu chochote. Zaburi ya 22 inasema naona adui zangu wamenizingira kiasi kwamba sina pa ukimbilia. Umewahi kudaiwa mkopo? Watu wa marejesho wanakuja kesho na unakopa mkopo ili ulipe mkopo. Umewahi kupitia hali kama hii? Yaani wamekukaba. Watu wa marejesho hawaelewi. Mwisho unaamua ukakope ili ulipe nini? Mkopo. Na unakopa ili ulipe mkopo, huwa haujaisha, umezaa mkopo mwingine ambao itakubidi tena ukope ili kulipa mkopo. Mwisho inafikia kiwango ukiona gari yoyote inakuja nyumbani kwako, unajua ndio wenyewe, unawahi ndani haraka sana, unakimbia, unaambia watoto wakija waambieni sipo. Ngoja nikwambie hii, watoto ni waaminifu kabisa. Wanakuja wale watu, yuko wapi mama? Sema hayupo. Ukutana na katoto kingine ambako ni kichwa maji, kanasema ametuambia ukija hapa tuseme hayupo, lakini kiukweli yuko chumbani amejificha. Mmoja alitaka kuzimia siku moja wakati nimefundisha hili somo, akanifuata ananiambia, mchungaji, hii habari imenikuta kwa uchungu. Nikamwambia, ilikukutaje? Anasema nilikuwa nimekopa. Wamama na wahurumia sana kwa kweli. Unajua ndio wahanga wakubwa kwenye hili zoezi. Yaani huyu mume wake ni wale wanaume tunaita wanaume wavulana. Hamjanielewa. Wanaume wavulana ni design ya mwanaume ambaye hajui watoto wanasomaje. Umenielewa wanakula nini? Yeye yuko busy. Na wanaume wavulana ni wasafi, wanajua kunyoosha nguo, wana marashi aina zote. Ila mtoto anakula nini? Hajui. Ndio design ya mume wake. Anasema, pastor, mtoto akafukuzwa shule wa kwanza, akafukuzwa wa pili. Anasema sasa kilichoniuma zaidi, nikaamua kukopa ili waende shule. Anasema nimekopa, mdeni wangu naye akaja anahangaika, hanisikilizi, muda umepita, riba imekuwa kubwa. Na hao watu ambao wanafanya mambo kukopesha kwa riba kubwa, Mungu anawaona. Maana aliyekuja kukopa kwako alikopa kwa shida, sio kwa furaha. Unakuta mtu alikopa shilingi 50,000, mwaka umeisha, imezaa milioni 3. Hii ni haki kweli hata mbele za Mungu? Hata hiyo fedha ukipewa ina laana. Anaambia mchungaji, riba ikajaa ikafika mpaka 2.5 milioni. Nikamwambia, ulikopa ngapi? Anasema nikopa 300,000 tu. Riba kaenda panda kiasi hiki. Anasema sasa pastor, ikabidi niende tena kukopa mahali ili niweze kulipa tena hii riba, maana ananisumbua. Anasema nikaenda kwa mwingine nikakopa nikalipa, lakini deni halikwisha. Anasema sasa siku moja nikaona gari inakuja, nikajua ni askari wamekuja kunikamata. Anasema mtu wa Mungu, habari ya kusema uongo mimi sirudi tena. Nikamwambia haya, ikawaje? Anasema nikakimbia nikaenda kwenye uvungu wa kitanda nikajificha huko ndani. Nikamwambia watoto, wakija hao watu kabisa muambie mimi simo, ni watu wabaya, wana mpango wa kuniua hawa. Nikamwambia kwa nini ulisema hivyo? Anasema niliogopa nikiwaambia watoto ukweli wanaweza wakawadanganya hao watu, tena wakaambia amejificha huko ndani. Bora niwaambie wana mpango wa kuniua ili watoto wawe wa kweli kabisa kwamba mama hayupo. Anasema yule mtu akasubiri nusu saa nzima. Anasema pastor, nusu saa nzima nakula vumbi chini ya kitanda. Ikawaje? Anasema ndipo sasa ile gari likaondoka. Anasema limetoka ile gari, sasa nasubiria kabisa wameshaondoka, ndipo narudi nauliza watoto. Anasema huku na hema. Na wauliza wameenda? Anasema wameenda. Wamepita njia gani? Njia hii, wameondoka kabisa. Anasema ndipo baada ya siku 5 anakuja mtoto wa rafiki yangu na simu mkononi. Anasema una simu yako hapa, una simu yako hapa. Anasema napokea. Anasema kupokea ni rafiki yangu ambaye anaishi Sweden, tulisoma wote. Ananiambia nilipita hapo nikaja nyumbani kwako,
nilikuja ili nikusalimie. Watoto wakaniambia haupo, na nilikuja na zawadi yako. Nilipanga kabisa nikija hapo nilikuwa na shilingi 2,000,000 kwa ajili yako. Nilipokukosa nikaogopa kuachia watoto ya kwamba wataipoteza. Sasa huyu ambaye amekuja na hii simu ndiye ambaye nilimwachia, lakini nasikitika kuambia kwamba mdogo wangu si mwaminifu, ameila ile hela yote imeisha. Kwa hiyo subiri awamu nyingine nikija nitakupatia. Unaweza ukatamani ile siku irudi tena na hairudi. Daudi anaposema Bwana ndiye mchungaji wangu, anasema hivi, nimepitia yote magumu, nikajaribu mbinu zote, nikagundua zimefeli. Mwisho nikagundua mbinu pekee ambayo inanisaidia kwenye maisha ni kuwa na Bwana katika maisha yangu. Rafiki yangu, unapokiri Bwana ndiye mchungaji wako, lazima malaika watakuzingira kwenye changamoto yako hii. Anaposema gongo lako na fimbo yako vinanifariji, anamaanisha hivi, gongo lile ni kwa ajili ya kupiga adui. Kweli si kweli? Fimbo ni kukurudisha katika mstari. Unasema mchungaji, unamaanisha nini? Kuna wakati kwenye maisha yako wewe mwenyewe unapitiliza kiroho, inabidi Bwana atumie fimbo kukurudisha. Kwani fimbo ni tamu? Kuna saa inauma. Kweli si kweli? Lakini nakwambia katika machungu hayo nahitaji ni kurejesha utembee katika mstari. Bwana anapokurudisha hata kama ni kwa uchungu, sio kwamba hakupendi, anakupenda, anatamani urudi kwenye mstari. Kwani ukimchapa mwanao unamchukia? Kuna wakati mwingine unapitia kichapo cha Bwana, hakuui, anahitaji akurudishe katika mstari. Kuna wakati unapitiliza katika maisha yako, unapitiliza. Nasema hivi, kuna wakati umechepuka mpaka Mungu anasema huyu ili nimrudishe, nimpe gonjwa. Najua hii ni chungu lakini imezi. Piga tetracycline zinagoma. Piga power safe ngoma draw. Haisikii chochote. Mwisho unarudi unasema Mungu nakubali kabisa, nimekosa Baba, nisamehe. Na tunavyojua kuungama wakati wa machungu, tunaungama na viapo kabisa. Sirudi tena, mfalme wa wafalme. Ndio mwisho. Mwisho unakutana tu na mtu anakuambia sikiliza, njoo hapa, chukua jani lile, chukua na hili, chemsha, kunywa kwa uaminifu. Unakunywa, baada ya siku chache huyo ugonjwa umeisha. Na usivyo na adabu, baada ya miezi 3 wewe yule tena unaanza tena vimeseji. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa. Kumbe ulikuwa unarudishwa kwenye mstari. Anakurudisha wakati wewe una kihoro, roho hii inadunda, unawaza tena hii kweli nimekula majani nikapona, lakini hili gonjwa lingine nimepona kweli. Unaenda unapima siku ya kwanza, unaambiwa njoo baada ya miezi 3. Unasema huyu huenda tu ananipotezea, kuna dalili huenda ameona hapa. Unasubiri miezi 3, unaenda tena unapima, unaambiwa uko sawa sawa. Nakwambia subiri tena miezi mingine tena. Unaenda unapima uko sawa sawa, sema Mungu asante. Roho Mtakatifu anakuambia hako niliko kaachilia kakupata kamoja, ilikuwa ni fimbo tu, nimekuepushia makubwa, baki njia kuu. Mungu atusaidie. Zaburi ya 23 inakuambia hivi, usitishiwe na adui, maana Bwana yuko pamoja na wewe. Kuna watu mmetishiwa na wale ambao mmeajiriwa pamoja kazini. Wanakuambia tunajua mambo yako, tutakuchomea. Usimwamini mwanadamu, mtegemee Mungu. Hebu unasema mchungaji, lakini mambo ambayo wanasema watayafichua ni ya kweli, nilikosea. Si ndio hivyo Wananisikiliza vizuri? Na mimi nataka nikwambie, ni kweli umekosea, lakini iangalie vizuri. Zaburi ya 23 inasema hakika wema na fadhili. Unajua maana ya fadhili? Si ni upendeleo? Mwambie Mungu, ni kweli nimekosea kabisa, naomba upendeleo wako hapa. Mungu atakwambia nitakufunika tu, ila usirudie tena. Haleluya. Mtu mmoja alikuwa na tatizo la akili.
Akamfuata mchungaji. Kila siku anafuata mchungaji. Anambia mchungaji, kuna watu wawili wananifuata mchungaji. Hao. Mchungaji akajaribu kumuombea, akagundua sio pepo hao. Ni kichwa dishi limefanya nini? Mchungaji akapotezea. Siku nyingine tena anamfuata. Mchungaji hajaanza ibada, anamfuata kule ofisi. Mchungaji, wale watu wawili hao tena wamekuja. Siku zinaenda. Karibia kila wakati mchungaji akasema dawa yake ndogo. Siku ya Jumatano mchungaji tu ile anakuja kwenye ibada. Yule mtu akaja, mchungaji, wale watu wawili hao tena wanakuja. Akamwambia njoo. Nawafahamu. Mchungaji, unawafahamu? Sasa nawafahamu. Mchungaji akafungua Zaburi 23. Asema nakwambia majina yao. Mmoja anaitwa Wema, mwingine anaitwa Fadhili. Hakika wema na nini zitafanya nini? Asema ndio wanaokufuata kila unakoenda. Yaani ukikatiza hivi kuna wema, ukiingia huko kuna Fadhili. Ndio hao. Asema mchungaji, basi nimefurahia, kama ni hao sina pressure. Hakumsumbua mchungaji tena. Unajua wewe hapo ulipo una msongo wa mawazo kuhusu maisha kwa sababu hujui kuna wema na laiti ungejua wanaokufuata nyuma yako ni wema na nani? Na Fadhili. Usingekuwa na stress. Eti unawaza kesho utakula nini? Tangu uanze kuwaza ya kesho uliyaweza? Unawaza sijui huu ugonjwa nitapona, kwa kuwaza kwako ndio unapona. Acha pressure. Mimi mnione kama nilivyo hivi. Unaweza ukatazama usema hivi, mchungaji, kuna siku na wewe unawaza? Ndio. Lakini mawazo yakija si yaruhusu yakae muda mrefu. Ile tia amekuja ananiambia, we mawazo wewe. Mawazo usinitishie, na wema na Fadhili wako hapa. Hata hili jengo letu ambao tunasema Mungu tusaidie tujenge jengo letu, nataka niwaambieni msiwe na msongo. Kuna wema na Fadhili litasimama hapa. Kuna siku tutakuja kwenye hili jengo tutapiga machi humu ndani limependeza. Wema na Fadhili. Tena nasema zitanifuata siku ngapi? Zote. Naomba usimame. Ndugu yangu uliyefika katika kipindi hiki leo, nina habari njema kwako. Zaburi ya 23 ni zaburi ya watu waliokata tamaa kabisa. Zaburi ya 23 haiahidi ya kwamba hutapitia changamoto. La. Ila inakuambia hivi, ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti usiwe na woga. Haleluya. Si kwa sababu ya ujanja wako, ila kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Je, kuna mtu kati yetu ambaye anasema, mchungaji, kiukweli napitia magumu kwa kiasi kikubwa, natamani Bwana anisaidie? Kama uko hapa na unasema, kwa kweli kama Bwana hata nipigania siwezi kufika popote. Kama uko hapa na unasema, mchungaji, kama Mungu hata ingilia kati kwenye changamoto nayoipitia siwezi kufika popote. Kama uko hapa, mtu wa namna hii, nyosha mkono wako. Ambao unasema, nina changamoto hata kuitaja siwezi, lakini natamani Bwana aingilie kati. Nyosha mkono wako tu mahali. Fumba macho. Yesu, angalia mikono hii iliyonyooshwa. Angalia yule ambaye ananyoosha katika mtandao, kwenye YouTube pale alipo, nyumbani kwake, ofisini kwake, anayefuatilia masomo haya. Ana changamoto ambayo yeye hawezi, lakini mikono hii tuliyonyosha juu inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu. Naomba ukanyooshe mkono wako, ukaunganishe na mikono hii. Ikiwa ni changamoto ya ugonjwa uteketee kimya kimya sasa hivi. Aliyenyosha mkono hapa, aliyeko mbali, anayetutazama kwa njia ya YouTube, ule ugonjwa wake, maumivu yake yatokomee sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo. Anaelia kwa ajili ya changamoto ya biashara, familia, kazi,
apokee kufunguliwa kwake sasa. Mikono iliyonyooshwa juu namna hii ikaunganishwe na mikono yako. Anayejaribu kupambana ili na yeye apate mchango kwa ajili ya kuleta katika ujenzi wa kanisa hili, wiki hii iwe wiki ya baraka kiuchumi kwake, na atakachokipata alete kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hili. Ninakutukuza Mfalme, maana unakwenda kutenda maajabu kuliko tuyaombayo. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen.